Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe Machi 30 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Katika yale tunakuandalia mtazamaji pia msikilizaji ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuanza msako wa wapiganaji wa kundi la vuguvugu kwa ajili ya ukombozi wa Rwanda FDLR wanaopatikana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo popote walipo. Hayo yametangazwa siku ya Jumapili ya tarehe Machi 29 mwaka wa 2026. Aliyetangaza hayo si mwingine bali ni yule naibu amiri jeshi anayehusika na masuala ya operesheni. Basi si mwingine huyu ni Luteni Jenerali Jacques Ichiragonza ambaye aliongea hayo alipowasili katika mji wa Kisangani kwenye uwanja wa kimataifa wa Bangoka. Mtazamaji, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kumbuka, wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, yaani kujabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Kwa mwisho, usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hivi na kuomba tuandamane sote pamoja. Mtazamaji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la taifa yazindua operesheni dhidi ya kundi la vuguvugu kwa ajili ya ukombozi wa Rwanda wanaojulikana kwa jina maarufu FDLR, na hiyo ni chini ya uongozi wa Jenerali Icharigonza. Jenerali Jacques Icharigonza ni naibu kamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Alipowasili katika mji wa Kisangani, huyu alipofanya gwaride na askari wanaopatikana kwenye mafunzo kwa ajili ya kuhusika na swala hilo la operesheni dhidi ya FDLR. Amesema muda kama huu ni muda ambao wapiganaji wa FDLR wajiripoti, la sivyo kwa njia zozote zile watasakwa. Ikiwa amesema hivyo ni kutokana na makubaliano walioafikiana nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda mwaka wa 2025 mjini Washington DC, walipopata mwaliko wa viongozi wa nchi ya Marekani. Ikumbukwe hapa kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitakiwa kuwafyeka hao wapiganaji wa FDLR, huku upande mwingine, yaani upande wa Rwanda, wakitakiwa askari wao wanaopatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia M23 AFC waondoke na maeneo wanayopatikana kwenye mistari ya vita warudi na waende maeneo ambako walipokuwa kabla ya mlipuko wa vita hivi au machafuko haya yanayoendelea hivi sasa. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hatua hii ambayo imefikiwa hivi sasa, maswali yako mengi tu kuhusiana na hao wapiganaji wa FDLR, watu wengi wakijiuliza wako sehemu gani, inapokumbuka kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Kongo Kinshasa ilisema ikiwa FDLR wapo sehemu ambazo zinamilikiwa, zinaikaliwa na hao wapiganaji wa AFC M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Leo operesheni zimeanza. Watakutwa wapi? Maeneo gani? Serikali iliposema wao wapatikana sehemu ambazo zinamilikiwa na AFC M23 RDF jeshi la Rwanda, huku nchi ya Rwanda ikisema FDLR inapatikana kwenye makundi ya wazalendo kama vile jeshi la taifa. Swali liliopo ni kufahamu wale ambao serikali ya Kongo imetangaza ni wale wanaotajwa na Rwanda kwamba wapo kwenye wazalendo au jeshi la taifa.
Je, wale wanaosakwa kwa sasa ni wale ambao jeshi la taifa FARDC na serikali ya Kongo imesema walipatikana sehemu ambako inamilikiwa na muungano wa AFC M23, ADF jeshi la Rwanda, na ni kule watawafata. Kuhusiana na tangazo hilo la jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza operesheni za kuwasaka hao, wadadisi wengi wa mambo na wakahaji wanachosubiria ni kile ambacho wahenga husema tuyaachie majira muda, ila tu kile ambacho tulikuletea ni tangazo la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi lake, kama alivyotangaza yule jemadari anayehusika na operesheni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si mwingine bali ni Luteni Jenerali Jacques Chaligonza alipowasili katika mji wa Kisangani siku ya Jumapili ya tarehe Machi 29 na kukutana na makundi ya askari wanaotayarishwa kwa ajili ya operesheni hizo. Ni hayo tu tuliokuandalia asubuhi ya leo. Basi tuyaachie majira muda, na nikufikia hapo sina cha ziada. Ni yale ambayo nimewaandalia kwa muda kama huu, hadi tutakapokutana tena hewani. Naomba wewe ambaye ulikuwa bado huja subscribe usiondoke, ikiwa huja subscribe yani kujabone usiondoke, ikiwa bado huja like usiondoke, ikiwa bado huja acha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare yani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako.